Hebu tuende tukaangalie neno la Bwana katika Biblia yetu takatifu, na ujumbe wetu wa leo unasema nafasi ya upendeleo. Nafasi ya upendeleo. Nafasi ya upendeleo. Mungu wakati fulani hutoa nafasi za upendeleo kwa watu wake, kwa familia, kwa mtu binafsi. Mungu anaweza katoa nafasi ya upendeleo. Daudi alipewa ufalme usioisha, ufalme wa milele. Tunamuona Daudi katika Biblia alipewa nafasi ya nini? Ya upendeleo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na hizi nafasi haziji tu, kuna jitihada ambayo unaweza kuifanya ili upewe hiyo nafasi ya upendeleo. Namba moja, nafasi ya upendeleo ni nini? Upendeleo ni kitu gani? Upendeleo tafasiri yake ama maana yake ni kupewa kitu zaidi ya wengine. Kupewa kitu zaidi ya wengine. Kupewa kitu zaidi ya wengine. Kupewa jambo ama kitu kilichozidi wengine. Wewe unaonekana umependelewa. Na haya ni maisha ya kawaida katika jamii zetu. Unapokuwa na watoto, hasa wale waliofuatana, unapompa mwingine kikubwa zaidi ya yeye, utasikia sauti ya kilio, na mwingine anasema mbona umempendelea huyu? Lakini ukiweka kwa usawa, hakuna atakaye lalamika. Ukiweka kwa upendeleo, maana kuna watu kufanya nini? Watalalamika. Hiyo ni kibinadamu. Lakini Mungu hatuwezi kumlaumu kwa nini alimpendelea Daudi, na ufalme wake umedumu vizazi na vizazi. Alikuwa na maana, alikuwa na makusudi. Yesu amezaliwa katika jamii ya Daudi, ukoo wa Daudi, na alisema hata kusekana mtu atakayeketishwa katika kiti chako cha nini? Cha enzi, cha utawala. Kwa mpaka sasa sisi ni uzao wa Ibrahim, amina, taifa teule, lakini iliyotokana na Daudi, amina. Daudi mtumishi wa Mungu alipewa upendeleo, nafasi ya upendeleo. Hakufanya mazuri sana, ila Mungu aliuona moyo wa Daudi. Hata Daudi akafikia hatua ya kuomba apewe nini? Apewe nafasi ya kumjengea Mungu hekalu. Mungu anafika wakati anamwambia, wewe Daudi, pamoja kwamba ni rafiki yangu, pamoja kwamba nimekupa upendeleo, pamoja kwamba nimekushindia katika vita nyingi, lakini wewe hautanijengea hekalu, ila nimekupa nafasi katika jamii yako, katika wana wako, mmoja wao atanijengea nini? Atanijengea hekalu, naye anaitwa Suleiman. Sema amina, haleluya.